kama tu nyinyi mmepanga, kwa sababu mlikuwa mmelenga pengine mkikaa kwenye madaraka mule rasilimali, mupeane miposho mnayotaka, wale ambao Magufuli watumbua muwarudishe, basi mmesharudi. Kuleni sasa, kuleni tumuote vitambi, kuleni tulizikeni basi. Lakini kuliko kuja kututangazia kwamba kuna haki za kibinadamu, kuliko kuja kutuambia kwamba nchi yetu iko kwenye haki, hapana bwana, hapana. Afadhali tu kuleni tumuote vitambi, tengenezeni maisha haya magumu hivi mavitu yapande bei, lakini kuliko kuja kutuambia kwamba kuna haki za kibinadamu. Mnatukosea sana. Hiki ndio kilichosababisha mpaka Watanganyika waliandamana. Hebu sikiliza kwanza maneno haya ya Samia, afu baada ya hapo nitaongea maneno mawili matatu. Sikiliza kwanza. Kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Sasa hapa nataka tukumbushe tu ulimwengu, lakini na watu wetu wajue kwamba kwa upande wa Tanzania sisi ni wafuasi wazuri sana wa haki za binadamu. Natumai utakuwa umesikiliza vizuri. Sasa mimi hoja yangu na ninachotaka nikiseme hapa ni hiki. Mimi mara kadhaa nimekuwa nikisema kwa nini hivi wasingekuwa tu wanakaa kimya, kwa sababu hizi hotuba zao, speech zao zinakera na zinakuwa zinajaribu kuamsha hisia ya mtu ambaye alikuwa atamani kufanya jambo lolote au alikuwa atamani kusema chochote, ajikuta anza kuona hisia kuna niongee hapa, kwa sababu mimi naamini Tanganyika haina historia ya watu kuandamana, lakini ukiona mpaka watu waliandamana, kilichosababisha mpaka watu waliandamana ni mambo kama haya ambayo tulikuwa tunaona. Labda ukijaribu kuwaza, unaona ni kwamba kulikuwa kuna vitu ambavyo ukivisikia yani paka vinaboa, vinakera, kama wala kina Felix Bulia anasema hawa wanaombeza rais, hawa tukiwapoteza polisi msiwatafute. Lakini yuko kijana aliyechoma tu picha Sheda Kachaula yule wa kule Mbeya, alivyochoma tu picha ya rais, baada ya hapo watu wakamtolea mzamana. Leo hii tunapoongea hayuko, hajulikani alipo ni wapi, wakina Deo Soka na wengine. Sasa mimi ninachotaka niseme ni hiki kwamba hakuna ambaye huwa anapenda kuongea maneno magumu au maneno tata, lakini tunaposikia hotuba kama hizi, kuna wakati inabidi tunaanza kuhoji, hivi hizi hotuba Samia ni huwa yeye mwenyewe anakuwa amepanga nitaongea hivi, au kuna watu huwa wanamwandikia? Kwa sababu kama kuna watu wanaomwandikia Samia au yeye mwenyewe anaona kwamba niongee hivi, kwa nini wasingekuwa tu wanaamua tu kukaa kimya kuto kuongea? Kwa sababu maneno yao yanakera. Kwa mfano hivi hapa Rais Samia anaposema kwamba nchi zingine zinajaribu kuaminisha kwamba nchi za Afrika zinaminya uhuru, si hakuna haki za kibinadamu. Sasa swali linakuja, hivi kweli sisi watu kutekwa ndo haki za kibinadamu? Ndo uhuru sasa ndo haki za kibinadamu? Kwa sababu hapa tunapoongea kina Amfani Polepole walikuwa wanajaribu kuongelea kuhusiana na masuala ya kwamba Rais au Samia hakutakiwa tena kugombea, ilibidi angeacha ili aje mwingine. Ndo utaratibu wa CCM, ndo utaratibu wa chama cha CCM kuongea tu yale. Naliongea kuhusiana na kwamba watu wanaoteka watu au hivi vikundi vya utekaji ni vinaweza kudhibitiwa. Aliongea Amfani Polepole yale. Katika kuyaongea hayo ndo ambapo akawa anatafutwa kwa kila kona kama jambazi, na mwisho wa siku leo hii hatuko naye, hajulikani alipo. Unataka kuniambia kweli Polepole, Amfani Polepole, unataka kuniambia kweli alijiteka yeye? Haya, hawa wakina Deo Soka, wakina Injili Geuzayo Lo, wakina Mdude Nyagali, mwisho wa yote uje wakina Sativa ambaye alitekwa akaenda kutupwa Katavi. Yeye alinusurika kwa sababu yule kwa melenga wa muue, walimpiga risasi ya hapa ikatokea huku. Huyo jamaa tu kwa uwezo wa Mungu akaja akapona. Ndipo akataja aliyeniteka ni Mafwele. Amechukuliwa hatua gani huyo afisa Mafwele ambaye ndio alimtaja kama ndiye mtekaji? Amechukuliwa hatua gani? Hawa wanaosema tukiwapoteza polisi msiwatafute, wamechukuliwa hatua gani? Zaidi wao watatokea tu watasema jamani tu tuliteleza. Na hata nimeona siku moja ambaye ni makamu Emmanuel Nchimbi akanasema unajua mimi waga nakemea sana vitendo hivi vya lugha kama hizi. Hizi lugha hizi hazifai, sio tamaduni yetu ya Tanganyika. Ila jambo linalokuja tu, hebu ona wakina Tundulisu walitumia tu lugha ya kusema tutakinukisha. Yeye mpaka leo anasotea magerezani, mpaka leo
Ila hao wanaosema hawa tukiwapoteza polisi msiwatafute, wale vijana wa CCM wengine sio wa Sandali, wakanasema hawa wote wanaokuwa na mbeza rais amefanya kazi kubwa, Samia amefanya kazi kubwa, hawa wanaokuwa na mbeza mheshimiwa rais natakuwa tuwakatekate na mapanga. Mwambie si ndo wala sio si ndo walikuwa wanasema, mwambie kwamba vijana Sandali nataka kujichukulia hatua mkono wao, na hayo mengine sisi watuachie sisi, hawa watakuwa tuwakatekate mapanga wote wanaombeza rais. Hizo ndo haki za kibinadamu, yani ndo haki za kibinadamu mpaka leo tunapoongea, ndo haki za kibinadamu. Sasa swali mimi nalokuwa tunajihoji hapa, kwa nini huyu Samia asinge tu kaa kimya? Hizi speech wanapokuwa wanaziongea, mbona kama zinakuwa zinajaribu kuaminisha hivi kweli kwenye nchi yetu hii tulipofikia Tanganyika? Kwa sababu acha kipindi cha nafahamu wanasiasa hutumia ujinga kutawala watu, hutumia ujinga na utandawazi kutawala watu. Kweli kipindi cha Nyerere inawezekana naye ilikuwa inatumika nchi hizo ambazo sema nimeota siku na vita mali, lakini kumbe ilikuwa inatoka, alikuwa anasikiliza kwenye redio pengine au anatazama kwenye TV anasema nimeota. Ilitumika kama njia ya ujinga kuendelea kutawala watu, kujaribu kuwaaminisha kwamba mimi ninaona au mimi nimeonyeshwa. Lakini kwenye dunia hii tulionayo sasa hivi ambayo ina ChatGPT, hata mkiandika barua au hata kama mtaweka sindo hii inaitwa katiba, mkaandika Kiingereza tupu, hata barua mkaandika za Kiingereza tupu, bado kwa ChatGPT unaweza ukaelewa. Kwenye dunia hii ambao akina Polepatu juu walipo, kwenye dunia hii ambao ziko mitandao ya kijamii kila kona, kuna smartphone, bado zitumike njia hizi za kusema kwamba wanaaminisha watu kwamba kwa kuna haki za kibinadamu. Kwa watu kutekwa ndio haki za kibinadamu? Kwani msikae kimya tu? Mimi ndio kuna wakati nilikuwa naongelea kuhusiana na jeshi la wananchi JWTZ kwamba wanaposema nchi iko kwenye amani, nikasema watu kutekwa, wakina Deo Soka, kina Mdude Nyaga, kina Anthony Polepale ambao walikuwa ndani ya system ya serikali, leo hii hatuko nao. Kutekwa kwao ndo nchi iko kwenye amani, ndo nchi iko kwenye amani yani. Nikasema afadhali mkae kimya. Kama kuna makodi mnakula, kuleni bwana, kuleni. Kama tu mtachimba mashimo, si mabandari, muwape wawekezaji sini, fanyeni tu yote, mafuta yatapanda bei, kwa sababu kwenye nchi za wenzetu kwa mfano kama Zambia, sehemu ya kwa sababu mafuta yamefahamika yamepanda bei, wanaondoa matozo na makodi ili mafuta yasiwe yamepanda sana bei. Lakini sisi kwa sisi mafuta hata hapa tunapoongezekana Zanzibar tu hapo wezekana mafuta yenyewe hayana bei kama huku kwetu. Yaani sasa ukiangalia alipokuwepo Magufuli umeme ulikuwa unapatikana kwa 27,000. Huyu kaingia sasa hivi Samia unasema jamani kule tulidanganywa tu, mambo hayako hivyo, tulidanganywa tu umeme huko. Yaani maisha ya Watanganyika kuwa mepesi no kudanganywa. Kwa nini mmeamua kutia kongwa zito kwenye shingo zetu? Kama tu nyinyi mmepanga, kwa sababu mlikuwa mmelenga pengine mkikaa kwenye madaraka mule rasilimali mupeane miposho mnayotaka, wale ambao Magufuli watumbua muwarudishe, basi mmesharudi. Kuleni sasa, kuleni tumuote vitambi, kuleni tuulizikeni basi. Lakini kuliko kuja kututangazia kwamba kuna haki za kibinadamu, kuliko kuja kutuambia kwamba nchi yetu iko kwenye haki, hapana bwana, hapana. Afadhali tu kuleni tumuote vitambi, tengenezeni maisha ya magumu hivi mavitu yapande bei, lakini kuliko kuja kutuambia kwamba kuna haki za kibinadamu. Mnatukosea sana. Hiki ndio kilichosababisha mpaka Watanganyika waliandamana. Hao wanaokuwa si hao tukawapoteza polisi msiwatafute, yanajinadi tu hadharani. Lakini tu hao ambao walisema tutakinukisha mpaka leo wanasotea mahakamani. Wako wachungaji watoto wao waliuawa, kina Mbarikiwa Kipesile watoto wao waliuawa kwa njia ya sumu na mkuu wa usalama. Baadaye akaja kapewa nafasi ya uongozi nje ya nchi, baada ya kujaribu mahakama kutoa kwamba aje sasa huyo mkuu wa usalama mahakamani hapa athibitisha kwamba yeye sio aliyeua mtoto wa Mbarikiwa Kipesile. Yuko nje ya nchi huko, mmempa waziri wa mambo ya nje, anakula maisha tu, anakula bata. Kuleni tu, na ndio maana mtaishia kunywa mipombe, mtavuta misiga, mtavuta mibangi, mtajiingiza kwenye vichekesho ili kujaribu kufanya ufahamu wenu ujaribu kupoteza kumbukumbu ya mauaji yaliyotendeka au mambo mabaya yaliyotendeka ya Oktoba 29, watu kutekwa, kwa sababu kwa vyote vile unavyozidi kumfanyia mtu baya mwanadamu, system inakuwa ya ufahamu waga inashika yale ulivyokuwa unamfanyia mtu vile vibaya, ulivyokuwa unamteka, ulivyokuwa unamuumiza, ulivyokuwa waga zinajirudia zile hali kwenye ufahamu. Ndio mtakunywa mipombe, mtajaribu mjivuruge, mtaenda kwenye starehe hapa na pale, kujaribu kwa siji tujirefresh. Huwezi kujirefresh wewe, huwezi kujirefresh. Kujirefresh kuna kuja, imeandikwa tubuni zipate kuja nyakati za kuburudishwa, na kutubu ni kuacha kutenda vibaya. Sasa mimi ninachotaka niseme hivi, hebu sikia maandiko katika kitabu cha Ufunuo sura 22 mstari ule wa 11, sasa hivi, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na
ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kama kazi yake ilivyo, asema naja upesi, mwenye kudhulumu endelea kudhulumu. Kwa sababu kama mlichukua nafasi, mlitaka uongozi ili muendelee kula, muendelee kunemeka na watoto wenu, mavitu mtupandishie bei, bandari kuweka kwa wekezaji, ndio chukua damu mmelenga. Sababu Magufuli kuwepo alikuwa akopi na alisema nchi yetu haitaki kukopa. Tuna madini, tuna mbuga za wanyama, tuna magesi mnatuzia bei juu 27,000 kale kamtungi kadogo. Kwenye nchi zingine limtungi likubwa la kilo 50 wanauziwa shilingi 2,000, 3,000. Lakini sisi kumeyafanya maisha yamekuwa kali, kila kitu kimekuwa bei juu. Kama mlikuwa mmelenga hivi, kuleni kama mlikuwa mmelenga hivi mwenye kujichafua, kama mlikuwa mmelenga hivyo kuharibu, fanyeni tu, lakini kuliko kuja kutuaminisha haki za kibinadamu. Hii ndo amani ya nchi, haki za kibinadamu. Acheni bwana kutudanganya bwana. Tupo kwenye dunia nyingine kabisa hii. Teknolojia yote iliyosambaa hii, mitandao ya kijamii, tunaona mavitu ambavyo tunaona wenzetu kwenye nchi zingine huko, tunaona mambo ni mepesi. Nchi za Zambia tu hapo jirani, tunaona tu Zambia ambapo wao wanatumia bandari yetu hii kupitisha vitu vyao, wanatumia barabara zetu na kodi mnawalipisha. Sije kutuaminisha kwamba hii ndo sasa ndo haki, ndo maisha mepesi. Msituaminishe ujinga una upumbavu huo, msituaminishe bwana. Sasa chochote mtakachoamua, kwa sababu sasa kila atakayekuwa anaongea hivi ndo anaonekana mchochezi, anaonekana ndo mharibifu, anavunja amani ya nchi. Potelea pote bwana. Asante, naongera kwa kunisikiliza.